Endelea kumheshimu, ila mwisho wa siku tutajua mkubwa nani. Baba, ni nini tena hicho? Ili siwe tatizo, wewe niambie, kazi yangu utaifanya au uifanye? Kama utaifanya, mchanga wako ninao, utaurudisha, sitofanya baya lolote. Huyu ndo babangu mimi Pashambe, ninayemjua mimi. Akili mbaya kalisi kwa mamake. Mamake kashindwa kuzitumia, anatumia yeye. Nisipofanya kazi yake atanifanya Lazima nifanye kazi yake. Damu ya chifu, damu ya chifu, kila mmoja. Binti wake chifu, asante kwa kuitikia wito wangu. Ninakushukuru pia kwa ajili ya heshima yako. Usijali Kikwesa, lazima tu ningeweza kuitikia wito wako kwa sababu ninakuamini na mara zote ninapokuona huwa na furaha sana. Ninao ujumbe ambao umefanya nikuite hapa. Ni ujumbe upi tena? Ni vya nini lakini? Ingependeza kama ungeanza kupokea. Utakapofika ngomeni, naomba ukampatie Chifu Maogo na ukamwambia asante sana kwa ajili ya zawadi yake. Maogo tena? Ni vya nini sasa nikampatie? Na wewe umevitoa wapi? Nyesika, binti wa kichifu, heshima yako kwangu, ukaribu wako kwangu umenivuta mimi kukuomba tukutane hapa, kwa sababu katika himaya wewe ni mtu pekee ambaye nina uwezo wa kuzungumza kitu ukanisikiliza. Ukienda kumpatia na ukamwambia kuwa imetoka kwangu, hata usipomwambia yeye atajua imetoka wapi, ila tu usisahau kumwambia asante, na ujumbe wake pia umenifikia vizuri. Ujumbe nisisahau kumwambia na nimwambie asante. Kikwesa, unaniacha na maswali ambayo sina majibu yake kabisa. Asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa kukutana hapa na mimi tena siku ya leo. Kikwesa, Mbole, wewe ni nani? Na maana huisikii hata salamu yangu? Hujui mimi ni mlinzi mkuu Kitola wa himaya ya Luamba? Kitola Fundi, mlinzi mkuu wa himaya ya Luamba, na ni mtoto pekee wa kiume kwenye familia ya Madosi. Kaka yake Mboza mwimbaji, akiimba sauti yake inatetemesha ardhi ya himaya ya Luamba. Umepata bahati nzuri sana kuwa karibu na familia ya kichifu, lakini bahati hiyo itafika siku masikio yako
yatasikia mdudu mbaya sana na utajuta kumfahamu Malikia kwamba yeye ni nani. Kitola, kunifahamu mimi kunahitajika utimamu wa akili. Kunifahamu mimi unahitajika ujasiri pia. Je, unataka kunijua mimi ni nani? Ukitaka kunifahamu mimi ni nani, nenda nyumbani kwenye chumba ambacho alikuwa analala marehemu baba yako, Mzee Madosing. Tazama juu ya dari, kuna kitu utakigundua. Ndipo utanijua mimi ni nani. Kama pole rafiki yangu. Pole gani tena Mboni? Nimesikia chief kakuingilia nani kwako bila ridhaa. Mboni, taarifa hizo umezitoa wapi? Mbea wa hii maya hamjui. Ni Sunga. Sunga? Tama Mboni. Mboni. Sana. Mapura. Mboni. Na maana umejiunga na chifu? Hii ni amri ya chifu. Ameniamrisha kuwa kijakazi wa binamu yake. Binti, na wasiwasi sana na wewe. Ina maana mtabiri huniamini? Binti, sio kwamba sikuamini. Kuwa makini sana. Kikwesa. Mbuli. Hana. Na siku nyingi ndugu yangu, mbona umeadimika sana? Kawaida. Unajua shughuli zetu mara nyingi zinatufanya tuwe mapolini. Najua, lakini naona umepotea. Uwe na amani Kapelege ndugu yangu. Siwezi kukutenga. Halafu mbona huko saizi na hauna chochote mkononi? Kikwesa, mimi natoka Imayani. Naelekea msituni kwenda kuangalia mitego yangu. Basi vizuri. Mimi pia natoka huko kuangalia mitego yangu. Nikaona nibebe na kuni kwa sababu ya shughuli za nyumbani. Ni kweli unaonekana. Ushapata kitoweo? Kawaida, sisi ni wawindaji lakini. Kikwesa, ningependa kuuliza swali la msingi sana. Unajua, tulivyokuwa tunaenda pamoja, tulikuwa tunapata wanyama wachache sana. Tofauti na unavyoenda peke yako. Sasa hivi unapata kitoweo kikubwa na kinachoridhisha. Hebu ungenipa labda siri ya mafanikio yako. Unatumia njia gani mwenzangu? Kapelege, usijali ndugu yangu. Unajua maisha yana siri sana unapohitaji kufanikiwa katika jambo lolote lile. Lakini siri ya mimi sasa hivi kufanya vizuri, hakuna uchawi. Ni bidii, juhudi na maarifa. Usijali. Siku zijazo tutaenda wote. Na wewe utafanikiwa kupata mnyama yoyote unayemtaka. Kasoro simba tu. Kikwesa, nitapata mnyama wote ninayemtaka kasoro simba. Kwa nini awe kasoro simba? Simba ni muwindaji kama sisi. Hivyo kawaida wawindaji hatuna taratibu za kuwindana wenyewe kwa wenyewe. Na unafahamu fika kwamba simba ni mfalme wa msitu. Maneno haya sio mara kwanza kuyasikia. Kwa maana hata mtabiri aliniambia hivyo hivyo. Acha kwanza niwahi mitego yangu kwa maana muda umeenda sasa. Kapelege. Niambie Kikwesa. Kuwa na amani ndugu yangu. Na wako pia. Mage, umemwona yule binti aliyepo na simba mtu? Ndiyo binti chifu. Namtaka yule binti. Kwa nini upo na simba mtu? Tunaingiliana sasa. Nitamuonesha mimi ni nani. Binti chifu. Ni mapenzi au? Binti chifu. Kimya chako kina mengi kuliko hata hayo maneno unayoongea. Mage,
Kabla kiza cha leo hakijatanda, nahitaji kujua yule binti anaishi wapi. Sawa binti chifu. Tuondoke. Sadina, ni wewe? Bila shaka ndo mimi. Karibu kwenye himaya ya Luamba. Ina maana toka uhamie kwenye himaya ya Luamba mpaka jina mwaamua badilisha? Sasa sina budi kukuita Mapule. Sadina, mbona uko hapa sasa hivi? Na huu ujio nilokuja huku ni kwa ajili yako Mapule. Kwa ajili yangu? Unamaanisha nini? Matatizo yako yote ya mke wako mimi nayafahamu. Naweza kukusaidia. Nadhani unafahamu pa kunipata. Uwe na siku njema. Sawa Sadina. Nawe pia uwe na siku njema. Sadina, jini mgeni mwenye siri nzito, anacheza na giza, anaficha ukweli, akisubiri wakati wa kutikisa himaya. Mtu pori, hivi umewezaje kukaa huku porini kwa miaka yako yote? Hauogopi upweke? Msitu mimi ndio nyumbani kwangu. Wanyama, ndege pamoja na upepo, hao ndio marafiki zangu. Lakini watu wa himayani wanakuogopa. Wanasema wewe ni mtu wa ajabu. Wanaogopa wasichokielewa. Nimeamua kuishi huku kwa sababu ya kuepuka hila za wanahimaya. Karibu. Na una bahati sana kuwa karibu na mimi. Kwa nini leo hujaniambia? Mtu wa porini, leo na haraka kidogo, nitakuimbia siku nyingine. Alafu mimi sio mtu pori. Naitwa Mbuzini. Mbuzini? Je, wewe unaitwa nani? Naitwa Mboza. Tabasamu lako lanifanya niote, lakini kimya chako kinafanya niteseke. Najaribu kukusalimia kwa macho, we unageuka kama usiku. Mbuli. Tana.
atatawala nani? Damu ya chifu. Chifu mkubwa analinda enzi, lakini kivulini usaliti wa malkia. Vikao vya siri nyuma ya moto, mioyo ya watu imejaa hofu.